Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Katibu Mkuu wa Wizara ya Madini Injinia Yahya Samamba ameitaka management ya Taasisi ya Jiolojia na Utafiti wa Madini Tanzania GST kuhakikisha inajenga mazingira rafiki ya kazi yatakayowawezesha watumishi kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi na kujisikia salama kazini. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa Baraza la Wafanyakazi la GST uliofanyika katika ukumbi wa Tume ya Madini jijini Dodoma, Injinia Samamba amesema mazingira bora ya kazi ni msingi muhimu wa kuongeza tija, ubunifu na ufanisi katika utumishi wa umma. Amesisitiza kuwa watumishi wanapaswa kufanya kazi kwa bidii na ubunifu ili kuiwezesha GST kuwa kitovu cha takwimu za jiosayansi zenye ubora na zinazopatikana kwa urahisi kwa wadau mbalimbali. Amesema ni wajibu wa kila mtumishi kutekeleza majukumu aliyopewa kwa weledi na kuchangia kikamilifu mafanikio ya taasisi. Aidha, amewataka watumishi kuimarisha mshikamano, umoja na ushirikiano kazini, akibainisha kuwa hali hiyo itaongeza ufanisi katika utoaji wa huduma na kuinua hadhi ya utumishi wa umma. Kwa hiyo niwaombe kwamba pale mlipo vumilieni, tengenezeni eneo lenu ambalo mnafanyia kazi kuwa eneo bora, hasa nyinyi viongozi. Tengenezeni eneo ambalo mnafanyia kazi ili mtu mwingine atamani kuhama kutoka huko alipo aje GST. Zamani sijui kama ilikuwa ni mradi wa SMRP au vipi, sisi wengine tulikuwa wizarani kwa natamani kuhamia GST. Lakini leo GST kila mtu anataka kukimbia GST ahamie sehemu nyingine. Kwa hiyo utaona kuna changamoto. Kwa hiyo hebu angalieni namna nzuri, sio management, angalieni namna nzuri ya kuifanya GST kwa sehemu ambayo nimewaambia swala sio hela. Hata kama hela ikiwepo, kama hawa viongozi kwa maana CEO na watu wako hamtokuwa na utaratibu mzuri, utawafanya watu wa chini wajisikie sio mahala salama kwa kufanya kazi na wataondoka, kwa sababu siku zote mtu anatafuta sehemu ambayo ina amani, sehemu ambayo anathaminika. Kwa hiyo naendelea kusisitiza pale pale nikizunguka mimi na zero in, hakikisheni kwamba GST inakuwa sehemu ambayo hata kama kifedha kinini haiko vizuri, lakini mtu akija kazini ana uwezo kurudi nyumbani vizuri na nafsi yake imefarijika. Katika hatua nyingine, Injinia Samamba amewapongeza viongozi wapya wa Baraza la Wafanyakazi la GST, akieleza kuwa baraza hilo lina jukumu muhimu la kushauri uongozi juu ya ufanisi wa kazi, mipango ya maendeleo pamoja na kuboresha ustawi wa wafanyakazi. Amebainisha kuwa majukumu ya baraza yanajumuisha pia kujadili mipango ya mapato na matumizi, kupanga mikakati ya maendeleo ya taasisi na kuimarisha ushirikiano kati ya wafanyakazi na uongozi. Sasa natamka rasmi kwamba Baraza la Wafanyakazi na Taasisi ya Jiolojia na Utafiti wa Madini Tanzania GST limezinduliwa rasmi. Kwa upande wake, mtendaji mkuu wa GST Injinia Ali Samaje amesema taasisi hiyo itaendelea kuboresha utendaji wake ili kuchangia kikamilifu maendeleo ya sekta ya madini nchini. Ameongeza kuwa GST imejipanga kuboresha huduma zake za jiosayansi na maabara sambamba na kuendana na mabadiliko ya teknolojia ili kutoa matokeo yenye tija kwa uchumi wa taifa. Hayo ni maelekezo, sisi tutakwenda kuyatekeleza ipasavyo. Na nikutakie tu majukumu mema, na sisi kama taasisi ambayo iko chini ya wizara, pale ambapo tutahitaji msaada tutakuja kuona, kama ambavyo mimi nishukuru tu kama ambavyo tangu mimi nimekuja GST namna ambavyo umeweza kuwa bega na mimi pamoja na watumishi wengine katika kutusaidia hasa kuangalia namna gani tunaweza tukaboresha mapato yetu haya tunayopata. Maana tumeshakuwa na bajeti, lakini sasa bajeti kwa bahati mbaya mgeni rasmi ni kwamba bado tunapata 50% tu ya kile ambacho tunataka kupata. Sasa unapokuwa bajeti imeshapita, umeshaweka mikakati kwamba unatekeleza hivi, halafu bajeti inakuja 50%, kimsingi lazima tukubaliane kwamba kuna nguvu fulani unakuwa umekatwa, yani kama umekatwa mikono. Lakini tukiendelea kuwezeshwa, mimi na watu kabisa GST ni taasisi nzuri na ni taasisi ambayo inaweza kufanya makubwa kama nilivyosema. Kote ukienda
ukipita kushoto, ukipita kulia, GST, GST, GST. GST, GST, GST. Hakikisha kwamba tunapata taarifa za kijiolojia. Kwa hiyo ni taasisi ambayo inabeba matarajio makubwa sana ya wadau mbalimbali, wadau binafsi na hata serikali.